Ndugu wapendwa wafuatiliaji wa chaneli yetu ya Lisha Ubongo, ni wasaa mwingine tena tukiwa ndani ya chaneli yetu hii. Leo tunakuletea mada inayoitwa thamani yangu. Mpendwa mfuatiliaji wa kipindi chetu katika chaneli ya Lisha Ubongo, mada yetu ya leo inaitwa thamani yangu. Ni kuombe ungane nami ili uweze kujifunza kitu. Karibu. Takwimu za baini kuwa asilimia kubwa ya watu hushindwa kutamka maneno yenye kufariji na kupongeza kwa watu wengine. Mbadala wake hutamka maneno mabaya na ya kukatisha tamaa, ya kejeli kwa urahisi sana. Kwa uchunguzi wetu mdogo, leo tumeona tukuletee mambo matatu. Jambo la kwanza litahusu sababu za kwa nini mabaya huja haraka kinywani kuliko mema. Jambo la pili litahusu ni kwa namna gani naweza kutoka nikiwa katika hali hiyo, au nawezaje kuiepuka hali hiyo. Na jambo la mwisho ni hitimisho. Kila chenye mwanzo hakikosi mwisho, na kila chenye mwanzo hakikosi hitimisho. Hili ni jambo la tatu, litahusu hitimisho na kuunganisha moja kwa moja thamani yangu pamoja na yote yaliyozungumzwa kabla ya thamani yangu. Tuanze na jambo la kwanza linaloitwa sababu za kwa nini mabaya huja haraka kuliko mema. Sababu zipo nyingi sana, ila sisi tutakuelezea chache tu ambazo zinagusa jamii kwa upana wake. Sababu ya kwanza inayopelekea kutamka maneno mabaya au kusema uongo kuliko kusema mema ni kujilinganisha. Kujilinganisha ni kuzuri, lakini kujilinganisha bila kutazama mwelekeo na historia ya maisha yako kunaweza kuzaa chuki, yaani iliyosababishwa na wivu, ambao unaweza kutupeleka kwenye hatua mbaya ya kutaka kutenda ubaya zaidi kuliko kutenda mema. Jambo la pili katika sehemu hii ya kwanza inaitwa mazoea ya jamii. Jamii nyingi za kwetu hupenda kutenga muda mwingi na marafiki, pia majirani, huku wakipiga soga za hapa na pale. Hili ni jambo zuri, ila lisipowekewa mipaka katika utumiaji wa ulimi huweza kusababisha hatari ya usengenyaji, hivyo kusababisha kuichafua sifa nzuri ya mtu au kuichafua taswira ya mtu kwenye vichwa vya watu wengine, namna walivyokuwa wanamjua na namna walivyosikia habari zake kutoka kwa anayesengenya inaweza ikaleta mtafaruko. Ukipitia waraka wa Mtume Yakobo kwa watu wote sura ya 3 aya 5 hadi ya 6 unasema, vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Nao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu, ule ulimi umewaka katika viungo vyetu. Nao ndio uutiao mwili wote unajisi, huwasha moto mfulizo wa maumbile, nao huwashwa moto na Jehanamu. Na namba 3, moyo usiozoeshwa katika ukweli au wema. Kusema ukweli kunahitaji unyenyekevu, upendo na kujizuia. Haya ni mazoezi ya kiroho, bila juhudi huwezi ukafanikiwa. Mtu hurudi katika hali ya kawaida ya kusema mabaya asipoweka juhudi katika mazoezi haya ya kiroho. Na hizo ndizo sababu ambazo sisi tumezichambua, tumeona tukuletee. Lakini mbali na sababu hizo, tunayo nafasi nyingine ya kubadilika ikiwa tupo katika hali hiyo. Na hapa tuje tuingie sehemu ya pili ambayo inasema, nawezaje kuiepuka hali hiyo? Hali hiyo inaepukika. Katika kuiepuka hali hiyo kuna mambo matano ambayo sisi tumeyaweka katika mchanganuo wa neno moja linaloitwa audireko. Audireko. Tuanze na herufi ya kwanza A. A inamaanisha awareness, yaani utambuzi. Kwanza, nitambue ni lini huwa nasema mabaya, ni kwa nani, na ni katika hali gani. Je, hasira, wivu au mzaa? Hii ni hatua ya kwanza ya kujijua, ambayo hutengeneza njia ya mabadiliko. Na namba 2 ni herufi U, yaani understanding, uelewa. Jiulize,
Kwa nini ninasema hivi? Je, ni wivu au ni mazoea au maumivu ya ndani kutokana na jambo lenyewe lililotokea? Pia unaweza kuongezea kujiuliza, natafuta nini kwa kusema mabaya? Kujikweza au kukubalika? Baada ya hapo, kwa kufanya hivi, unapata njia sahihi ya chanzo cha tatizo lako. Tuingie herufi D, disassociation, yaani kujitenga. Anza kujitenga na mazungumzo ya kusengenya. Anza kujitenga na watu wanaochochea maneno mabaya. Pia anza kujitenga na mawazo mabaya pindi yanapokuja kwa hali yoyote ile. Herufi nyingine ni R, yaani recondition, kujijenga upya. Badilisha tabia kwa vitendo, si maneno tu. Badala ya kukosoa, jaribu kutoa sifa. Kizoeshe kinywa chako kuongea maneno mazuri. Badala ya kusengenya, kaa kimya au badilisha mada unapoona yamekushinda. Pia, badala ya mawazo mabaya, tafuta mazuri. Kwa kufanya hivyo, maana yake unajitengeneza upya katika misingi ya kimaadili na utu, na pia utakuwa na nguvu ya kuwaambia wengine kwa unyenyekevu juu ya kauli mbiu yetu ya mabadiliko ni kubadilika. Na jambo la mwisho ni consistency, yaani uendelevu. Tabia hii ulioanza nayo yapaswa kupaliliwa, kumwagiliwa na kuhudumiwa vizuri ili iweze kuwa yako daima. Hivyo basi, rudia kila siku, usikate tamaa. Kama ukikosea, huwezi ukasema ndio mwisho, maana wahenga husema kutereza si kuanguka. Lakini pia walishawahi kuongezea hawa wahenga wetu kwamba mgagaa na upwa hawezi akala wali mkavu, lazima atapata kitoweo tu. Cha mwisho ni jitahidi kujirekebisha mapema, usikubali kubaki kwenye makosa yako. Baada ya kuangalia sehemu mbili ya sababu na sehemu ya pili ya namna ya kuweza kuepuka, sasa tufanye hitimisho. Thamani ya mtu haionekani tu kwa kile alichonacho, bali kwa kile anachokisema. Ulimi ni kioo cha moyo, unafunua kilicho ndani yetu. Maneno mabaya hubomoa, lakini maneno mema hujenga, huponya na kuleta uhai. Heshima ya kweli haipo katika nguvu, mali au hadhi, bali katika uwezo wa kutumia ulimi kwa hekima na upendo. Tukikumbuka mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo yasemayo, kinywa hunena yale ya ujazayo moyo. Bila kusahau waraka wa Yakobo kwa watu wote usemao, ulimi japokuwa ni mdogo, una nguvu ya kubadilisha maisha. Hivyo basi, ukitaka kuongeza thamani yako, anza kuubadili moyo wako. Boresha maneno yako, kwa sababu thamani yako huanza kusikika kabla hata haijaonekana. Asante sana ndugu mpendwa, mfuatiliaji na msikilizaji wa chaneli yetu hii ya Lisha Ubongo, mahali ambapo mabadiliko ni kubadilika. Ulikuwa nami mmoja ya wanafamilia wa Lisha Ubongo, na nikutakie yote mema katika kuyatekeleza na katika kuchangia lolote ambalo unaona linafaa sisi kulifahamu.